Biblia ina historia ya Mungu kuja katika dunia hii katika mwili, akiwa na umbo la mwanadamu na akifanya kazi kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Mungu alipokuja katika dunia hii katika mwili, aliitwa nani? Aliitwa kwa jina Yesu. Alikuwa na macho, pua, kinywa, masikio na viungo vya ndani kama sisi. Alikuja katika dunia hii katika umbo la mwili wa binadamu. Je, unajua watu wangapi walisema ninamwamini Mungu alipokuja duniani katika umbo la mwanadamu? Ilikuwa taifa zima, kila mtu. Waisraeli wote walikuwa katika nafasi ya kumwamini Mungu. Walakini Mungu alipokuja duniani katika mwili, je, kulikuwa na mtu yeyote aliyemtambua? Hawakumwelewa Mungu kwa usahihi. Tuangalie Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Katika sura ya 9 mstari wa 6 imeandikwa, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume. Je, mtoto hapa anamwakilisha nani? Takribani miaka 700 kabla ya ujio wa Yesu Kristo, ilitabiriwa kwamba atakuja duniani katika umbo la mtoto, yaani katika mwili. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake. Naye ataitwa Mshauri wa Ajabu. Nani? Mungu anakuja katika dunia hii katika umbo gani? Ilitabiriwa kwamba atakuja hapa duniani katika umbo la mtoto kama mwana. Mungu mwenye nguvu. Nini kingine? Baba wa milele. Kwa asili yeye ndiye Mungu Baba yetu wa milele. Huu ni unabii wa nabii akitabiri kwamba Mungu Baba atakuja katika dunia hii katika mwili, akichukua umbo la mwana. Baba wa milele, mfalme wa amani. Unapoangalia mstari wa 7, kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana mwenye nguvu zote utatimiza haya. Katika maneno ya mwisho, inahakikishiwa kwamba hakika Mungu atautimiza unabii huu kwa bidii yake yote. Basi ni katika umbo gani Mungu atakuja hapa duniani? Anakuja katika umbo la mwanadamu. Je, si kwamba mwanadamu huzaliwa kama mtoto, kukua na kukomaa na kuwa mtu mzima? Atafuata utaratibu huu, lakini asili yake halisi, kiini chake halisi ni nani? Biblia inatabiri yeye ndiye Mungu wa milele, Baba wa milele. Kulingana na unabii huu, Yesu Kristo alizaliwa Bethlehemu na kukulia Nazareti. Akiwa na umri wa miaka 30, alibatizwa na Yohana Mbatizaji na akaanza kuhubiri Injili. Alitokea katika dunia hii katika mwili ili kuonyesha nuru angavu ya ukweli kwa wanadamu walionaswa gizani na kuifunua kikamilifu njia tukufu inayoongoza kwenye ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo alipokuja duniani katika umbo la mwanadamu kama tulivyo sisi na kuhubiri Injili, kulikuwa na viongozi wengi wa kidini wenye nguvu wa wakati huo waliodai kumwamini Mungu. Biblia inawarejelea kama Mafarisayo na walimu wa sheria. Wale waliodai kuyajua maandiko vizuri walifafanua imani ambayo Yesu alihubiri na kuwafundisha Waisraeli kama hii ni dini mpya. Kulingana na sheria ya Agano la Kale, dhabihu zilizo muhimu zaidi zilikuwa wanyama, lakini mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti kabisa. Alisema ni muhimu kuwa na imani katika Mungu. Basi walimhitaji Yesu.
Kwa sababu alitoka Nazareti, walimuita dhehebu la Wanazarayo. Walishindwa kutambua kwamba Mungu waliyemwamini amekuja katika dunia hii katika mwili. Badala yake walimdhihaki na kumpinga, wakimuita dhehebu la Wanazarayo.